Tuangazie taarifa nyingine ambapo washikadau wa usafirishaji na maafisa wa trafiki katika barabara kuu ya Nairobi Nakuru wanalenga kupunguza ajali zinazotoka katika eneo hilo, wakipania kuhakikisha kuwa sheria za barabarani zinafuatwa ipasavyo na kuwa kunakuwa na uwajibikaji, huku madereva wakionywa dhidi ya kuendesha magari wakiwa walevi. Lakini sasa tulikuwa tunaomba serikali kama ingewezekana tuwatuwekee footbridge ama hii underpass watengeneze vizuri, ili watu wenye wameshuka kwa magari, hata tukigoja makastoma, tunagoja makastoma tukiwa safety ama wao wakiwa safety juu. Sasa badala ya hiyo yote tunaenda mashishi. Alafu kuna mianya imeachwa hapa na ilikuwa ya mataa hapa kwa hii barabara, kwa hii highway. Hizo mianya kama kuna fenye serikali inaweza kuja imalize, iweke mataa, ingekuwa mzuri juu watu wetu wa pikipiki wanafukia hizo mianya, hata pedestrian wapiti barabara wanapitia kwa hizo mianya, anakuja anagogwa na gari. Miezi miwili, mwezi moja na nusu, tumepoteza zaidi ya watu 19 kwenye hii sehemu ndogo kati ya Kinoo na kule Muguga. In fact, tukiangalia takwimu zetu tunaona kwamba hii ndio sehemu ambayo tunakuwa na idadi kubwa zaidi ya ajali kwenye hii eneo la Central Region, as Madam will confirm. Issue of drunk driving we are dealing with is traffic. We have breathalyzers which we ensure that drivers are tested at any instance of a road traffic accident, and we also do our random checks along the highway to see to it that our drivers are not driving while they are drunk.